Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa salama na kuweza kushiriki katika ibada hii ya kabisa ya sana Mwenyezi Mungu. Lakini kubwa ambalo naweza kuambia ambalo pia tunasisitiza, jambo la kwanza kuendelea kutunza amani, usalama na utulivu tulionao. Lakini jambo la pili kuendelea kuishi katika hali ya mshikamano, hali ya upendo, hali ya kuheshimiana na kuishi katika hali ya maadili ya dini zetu, ambayo tukiyashika vizuri maadili ya dini zetu itatuwezesha pia kuyashika maadili ya kiserikali, kwa maana ya kufuata sheria, kanuni na taratibu mbalimbali zinazosimamia nchi yetu na zinazosimamia wetu. Lakini jambo lingine ni waombe Waislamu wenzangu pamoja na wenzetu wengine ambao sio Waislamu kwamba katika sherehe kama hizi za dini mara nyingi tunakumbushwa kutoa sadaka na kuwasaidia wenzetu wasio na uwezo. Kwa hiyo niwakumbushe kwamba jambo hilo pia ni la muhimu sana. Tunapomaliza ibada hapa katika maeneo haya ya swala, basi tukumbuke kwanza kwenda kufanya ibada ya kuchinja, lakini baada ya hapo tunachokichinja pamoja na vitu vingine tuwasaidie wenzetu. Tuangalie watoto katika sherehe hii wanapotoka kwenda kutembea maeneo mbalimbali, basi tuhakikishe usalama wao kwamba wanakwenda kwenye maeneo ambayo hawawezi kupata madhara. Kikubwa kabisa ni waombe Waislamu wenzangu ndani ya mkoa wa Katavi pamoja na Watanzania wenzetu wengine kwamba tuendelee kuhakikisha mkoa wetu unaendelea kuwa salama, kuishi kwa upendo, kwa kutegemeana, kwa kusaidiana na kwa kuheshimiana. Tuheshimu kila jambo ambalo tunaelekezwa na serikali zetu ngazi mbalimbali. Hapo ndio tutaweza kuimarisha zaidi mshikamano tulio nao kama nchi. Tuombee viongozi wetu wa kiserikali, tuombee viongozi wetu wa dini ili waendelee kuwa na busara, hekima na waendelee kutuongoza. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.